Na mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2026, tumeweza kushuhudia baadhi ya vikao ambavyo vimeweza kufanywa na bunge la Ulaya. Hapa hivyo wameweza kuzungumzia uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu, jambo ambalo limekuwa ni gumzo kubwa kwa idadi kubwa ya mamilioni ya Watanzania. Hii hapa imeweza kufuatia baada ya mke wake Mheshimiwa Tundu Lissu kushiriki katika kikao hicho sawia na dada yake Mheshimiwa Humphrey Polepole kuhusika katika kikao hicho. Ila mtazamaji wangu, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, ni vyema uweze kuelekea katika ukurasa rasmi wa mtandao wetu wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyo andika subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, maamuzi ya ghafla huenda yakaweza kufanyika. Uongozi mzima wa CCM huenda kaweza kuwa na kipindi kigumu, kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuwa huru kwa kushinda kesi hii ya uhaini, ambayo ni kesi hivi sasa bunge la Ulaya linaamini ya kwamba hakustahili Mheshimiwa Tundu Lissu kuwekwa gerezani ama huko rumande. Hii hapa inazidi kuashiria wazi ya kwamba ushindi wake Mheshimiwa Tundu Lissu haupo mbali, na kwa jinsi ambavyo viongozi wakuu wa chama Chadema hivi sasa, kulingana na mapokezo yanayozidi kuyapata mikoa mbalimbali, mtazamaji wangu, hata chama cha CCM hakisikiki tena kisiasa, na sote tunafahamu kwamba baadhi ya mambo ambayo yameweza kuchangia chama hiki, chama cha CCM hivi sasa kusaulika kisiasa, ni kutokana na yale yaliyoweza kukuta vijana Gen Z mwaka 2025 katika maandamano ya amani, jambo ambalo viongozi wakuu wa chama cha CCM wangeweza kuzuia, ila kutokana na wao kuwa viongozi wa kujali maslahi yao binafsi, waliweza kuruhusu waandamanaji kuingia na kuandamana. Hawakuweza kusikiliza ni kipi ambacho waandamanaji walikuwa wakipendekeza kiweze kufanyika kwa ajili ya Jamhuri ya Tanzania kuimarika kiuchumi na hata kusonga mbele, ila kile kilichoweza kufanyika ni swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi ulioweza kutumika kwa waandamanaji, na sio kulinda waandamanaji ambao wengi waliweza kuwa ni raia wa Tanzania waliokuwa hawafurahishwi na jinsi ambavyo uongozi ulioko madarakani ulikuwa ukiendesha Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi, hivi sasa kile kinachozidi kufanywa na mamilioni ya Watanzania, wanaona ni vyema kushabikia chama Chadema, kwani kutokana na madhila yote yaliyoweza kutokea mwaka 2025, sote tumekuwa tukishuhudia chama Chadema kutoa baadhi ya mawakili wa ngazi za juu kusimama na kutetea jenzi walioweza kukamatwa wakati wa maandamano, jambo ambalo liliweza kulazimu uongozi wa CCM kutoa tangazo kuachia huru wote walioweza kukamatwa wakati wa maandamano. Pia kwa njia moja ama nyingine, sote tumekuwa tukishuhudia jinsi gani ambavyo viongozi wakuu wa chama Chadema, licha mwenyekiti mkuu wa chama hicho Mheshimiwa Tundu Lissu kuwa gerezani, viongozi walioweza kusalia wanazidi kupigania haki kwa familia zote zilizoweza kupoteza wapendwa wao katika vurugu za maandamano ya mwaka 2025. Na iwapo umeweza kusalia na kovu ama jeraha, basi viongozi wakuu wa chama Chadema bila ubaguzi wa aina yoyote ile wanazidi kujitokeza na kulilia haki iweze kupatikana kwa waathiriwa, jambo ambalo katika viongozi wakuu wa serikali ya CCM inayozidi kutakiwa kuonyesha mfano bora kwa raia wa Jamhuri ya Tanzania, hilo halijaweza kuonekana. Hii hapa inazidi kuonyesha wazi kwamba mikutano ya chama Chadema hivi sasa kujaa mamilioni ya watu ama maelfu ya watu ni kutokana na wema ambao wameweza kutenda, na hivi sasa kile kinachozidi kuonekana kwa viongozi wakuu wa CCM wanazidi kuvuna kile walichoweza kukipanda, na sote tunafahamu kwamba taswira na picha kamili ambayo wameweza kuweka kwa mamilioni ya Watanzania ni nadra na vigumu kabisa kwa Mtanzania yoyote yule anayezidi kuamini ya kwamba Tanzania inahitaji uongozi
wa aina mpya hivi sasa kuhudhuria mikutano ya CCM, hata kama viongozi wakuu wa CCM wataweza kulazimika kulipa watu mashuhuri, wachekeshaji, wanamuziki katika rali zao ili kuvutia Watanzania. Hakuna Mtanzania yote yule ataweza kuhudhuria. Hata mbinu ya kulipa watu ili kuhudhuria hivi sasa, mtazamaji wangu, ni jambo la kuvunja moyo. Katika mikutano na rali mbalimbali za CCM, watu waliweza kulipwa fedha, ila hivi sasa fedha hizo ama pesa hizo walizokuwa wameweza kulipwa hazipo tena, na kiongozi aliyoko madarakani hayuko tayari kupeana ajira ama pesa kwa mara nyingine kwa mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania. Na ndipo ambapo hata katika rali za chama Chadema tunaendelea kushuhudia mamilioni ya watu ama maelfu ya watu kujitokeza kutoa michango kwa viongozi wakuu wa chama Chadema. Hii hapo inaonyesha jinsi gani ambavyo kuna upendo wa dhati na upendo wa kweli kwa chama Chadema. Mtazamaji wangu, kwa kweli hii hapa inazidi kufanya Jamhuri ya Tanzania ya kwamba iwapo kutakuwa na uwezekano wa uchaguzi mpya katika Jamhuri ya Tanzania kwa hali ilivyokuwa hivi sasa, mtazamaji wangu, moja kwa moja ushindi utaweza kuelekea kwa viongozi wakuu wa chama Chadema. Na sote tunafahamu kwamba sio siri chama Chadema, kutokana na manifesto yao na ajenda za uzani walizonazo, moja kwa moja waliweza kuwa na uwezekano mkubwa wa kushinda kiti cha urais katika uchaguzi ulioweza kupita, ila tulishuhudia Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka iliweza kusimamisha chama Chadema kufanya usajili, na pia Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kukamatwa na kuwekwa gerezani ili kupunguza ushindanishi uliokuwa kati ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Tundu Lissu. Ila hivi sasa, kwa kuwa Tanzania wanafahamu yote yaliyoweza kuchorwa na kufanywa na viongozi wakuu wa serikali hii ya CCM, hivi sasa mtazamaji wangu, ni vyema kama wewe hapo utatochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Je, iwapo kutakuwa na uchaguzi mpya katika Jamhuri ya Tanzania leo hii kati ya chama Chadema na chama cha CCM, ni chama kipi kitaweza kupata ushindi? Je, chama Chadema kikiongozwa na Mheshimiwa Tundu Lissu na Mheshimiwa John Heche ambaye hivi sasa anazidi kutamba na hata kutoonyesha uoga wa aina yoyote ile na kuzingatia kutetea mwananchi wa kawaida anayezidi kuumia na gharama kubwa ya maisha hivi sasa chini ya chama cha CCM, mtazamaji wangu, chama Chadema kitaibuka mshindi ama kitaweza kupoteza, ama kutakuwa na mbinu nyingine ya kuzuia chama hicho Chadema kushiriki katika uchaguzi? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.